Ufaransa ni kama vile ina hamu na vita na Urusi. Tangu mwaka 2022 Ufaransa ilikuwa moja ya mataifa ambayo yalikuwa yakifanya mazungumzo ya mara kwa mara na Ukraine pamoja na Urusi, lakini ilifikia hatua Ufaransa ikaamua iegemee moja kwa moja upande wa Ukraine katika vita ambavyo vilianza tangu mwaka 2022 ikishirikiana na mataifa mengine ya Magharibi na yale ya NATO yaliyokuwa yakiongozwa na Marekani. Ufaransa katika kipindi hiki imefikia hatua rais wake Bwana Emmanuel Macron anaapa kusema kwamba ni bora atumie nyuklia kama silaha ya kuweza kujilinda dhidi ya Urusi na kuyalinda mataifa ya Magharibi pamoja na Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika siku za hivi karibuni alitangaza hadharani kwamba kama kutakuwa na uwezekano, silaha pekee ambazo zitaweza kuilinda Ulaya ni pamoja na nyuklia. Na ni baada ya kile alichokitaja kwamba nchi ya Urusi imekuwa ni tishio kwao, na hivyo ili nchi za kimagharibi ziweze kubaki salama, lazima Ufaransa itumie makombora yake ya nyuklia ili tu iweze kujilinda dhidi ya Urusi. Hata hivyo, bado mpango wake ni kuona inaitetea Ukraine. Bado mpango wa Ufaransa ni kuona inaendelea kutoa fedha pamoja na kutoa silaha kwa ajili ya kuifanya Ukraine iendelee na mapambano, na mpango wao ni kwamba wanataka wailazimishe Urusi iachane na vita hivyo, jambo ambalo linazidi kuwa gumu kila kukicha. Ufaransa wakati huu inataka kutumia mali za Urusi ambazo zimegandishwa, na mpango wao ni kutumia mali hizo kununua silaha kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa taifa hilo Sebastien Lecornu ambaye ametangaza. Spika wa jimbo la Duma la Urusi Vyacheslav Volodin alikosoa uamuzi huo akisema unakiuka sheria za kimataifa. Kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022, mataifa ya Magharibi yalizuia takribani dola bilioni 300 za fedha za Urusi, ambapo takribani dola bilioni 213 zinashikiliwa na jumba la kusafirisha Euroclear lenye makao yake huko Brussels. Rasilimali hizo tayari zimezalisha mabilioni ya riba, ambapo Euroclear tayari imehamisha euro bilioni 1.55 sawa na dola bilioni 1.63 moja kwa moja kwenda nchini Ukraine mnamo mwezi Julai mwaka uliopita. Katika mahojiano na gazeti la Tribune de Manche la Ufaransa siku ya Jumamosi, Lecornu alisema kwamba shukrani kwa riba kutoka kwa mali ya Urusi iliyohifadhiwa, pia tutapata fedha mpya zenye thamani ya euro milioni 195. Amefichua kwamba Paris imetumia pesa hizo kufadhili uwasilishaji wa Kiev wa makombora ya milimita 155 na mabomu ya kutengeneza yanayoendana na ndege za kivita za Mirage 2000 ambazo Ufaransa imeikabidhi Ukraine. Afisa huyo aliongeza kuwa Ufaransa pia inapanga kusambaza idadi isiyojulikana ya magari ya kivita ikiwa ni pamoja na AMX-10 RC. Volodin, spika wa bunge la Duma nchini Urusi, katika baraza la chini la bunge la Urusi, alishutumu mpango huo akisema unakiuka sheria za kimataifa. Anasema kile ambacho ni dhahiri kwamba hali ya mshangao iliyotokana na kutokuwa na uwezo hatimaye imepata sababu nzuri, mbunge huyo alisema siku ya Jumapili. Ikumbukwe rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliwahi kuzungumza kusema kwamba ikiwa nchi za Magharibi zitatumia fedha za watu wa Urusi, Urusi nayo itafanya hivyo hivyo, itahakikisha mali za mataifa ya Magharibi zinakuwa chini ya mamlaka yake. Hata hivyo, Marekani ilikataa hili, lakini baadhi ya mataifa kama Ufaransa imeamua kufanya hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.